Hii ni Uhondo TV, mimi ni Fadhili Komba, ripoti kamili kutokea hapa Judiciary Square ambapo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan anatarajia kuzindua miradi mitatu ikiwemo mradi huu wa makao makuu ya Mahakama ya Tanzania ambapo itazinduliwa Aprili 5 mwaka 2025. Miradi mitatu, mojawapo ni huu na mradi mwingine ni makao makuu ya Tume ya Utumishi wa Mahakama na mradi mwingine wa tatu ni makazi ya waheshimiwa majaji. Jengo hili ni la 6 kwa ukubwa duniani mara baada ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kufanya uzinduzi, lakini ni la kwanza barani Afrika. Mtendaji mkuu wa mahakama Ole Sante Ole Gabriel anatueleza zaidi ambapo rais anatarajia kuja kulizindua rasmi. Inazinduliwa miradi mitatu kwa mpigo kwa wakati mmoja na atazindulia sehemu moja. Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, atazindua mradi wa makao makuu ya Tume ya Utumishi wa Mahakama. Jengo hilo lipo sanjari kabisa au mkabala na jengo hili ambalo tupo. Lina sakafu 6, yani sakafu ya chini na zingine 5 kwenda juu. Ni jengo la kisasa, jengo zuri ambalo lina samani ni furnitures za kisasa kabisa. Na watumishi wake wameshalipa fedha za kuhamia hapa, jumla shilingi milioni 562. Tunaishukuru ofisi ya Waziri Mkuu iliyoratibu, lakini pia hazina ambao wametoa fedha hizo ili pia watumishi hao waweze kuhamia Dodoma. Ndugu zangu, Tume ya Utumishi wa Mahakama nayo haijawahi kuwa na makao yake makuu kama jengo lake. Na kwa wale ambao wafahamu, Tume ya Utumishi wa Mahakama ndiyo inayosimamia mahakama. Na mwenyekiti wa Tume ya Utumishi wa Mahakama kwa mujibu wa sheria na kwa mujibu wa katiba ni Jaji Mkuu wa Tanzania. Lakini pia katibu wa tume anakuwa ni mtendaji mkuu wa mahakama. Mradi wa pili ambao utazinduliwa ni makazi ya waheshimiwa majaji. Makazi haya yapo karibu kabisa na lango la kuingilia Chuo Kikuu Dodoma Union, upande wa kushoto kama unaingia katika lango lile. Mradi ule umegharimu bilioni 42.3. Hii ya Tume ya Utumishi wa Mahakama kama nilivyosema awali ni bilioni 14.3. Lakini lile la makazi ni bilioni 42.3. Jengo lile au majengo yale yamekamilika, ni blocks 2, kila block ina nyumba 24. Na ukichanganya blocks 2 maana yake ni nyumba 48. Ni idadi kubwa kwa historia nchi yetu kwa serikali kujengea mahakama nyumba ya makazi kwa idadi ile. Ni nyumba za kisasa, ni nyumba nzuri, nyumba ambazo ukiacha sakafu ya kwanza maana ni sakafu 6, basi zile sakafu zingine 5 zinaelea kama mbawa. Kwa hiyo na imetenganishwa, inajitegemea. Kwa hiyo ni nyumba ambazo ukifika pale kwa kweli mwenyewe utafurahi. Ukiona vielea vimeundwa na aliyeunda ni serikali kwa sababu ndio wanaotupa fedha. Mahakama inawezesha biashara, haifanyi biashara. Na unapokuwa na serikali sikivu inayotambua umuhimu wa kuwezesha majaji kuwa na makazi ni jambo jema. Kwa sasa tunawaza changamoto hii ya makazi kwa Dodoma imeisha kabisa. Wa mwisho ambao ningependa kuzungumzia au jengo ambalo litazinduliwa ni hili ambalo tupo ndani yake. Makao makuu ya Mahakama ya Tanzania. Jengo hili historia yake imeanza mbali kidogo. Fikra zake zilianza mwaka 2012, kipindi cha awamu ya 4 ya Mheshimiwa Daktari Jakaya Mrisho Kikwete. Ndipo walipoanza kufikiri kwamba tuna haja ya kujenga makao makuu ya mahakama. Na wakati huo kwa vile fikra hazikuwa zimekamilika kuhamia Dodoma, wazo la kwanza ilikuwa lijengwe Dar es Salaam. Lakini baadaye uamuzi wa kuhamia Dodoma ulipokuja kufanyika mwaka 2017, basi ndipo wazo hilo likahamishwa na sasa jengo hili likaja kujengwa
Dodoma. Usanifu wa jengo hili umefanyika na kampuni ya Aquis Architect and Interior Design. CEO wake ni architect Peter Lazaro, akisaidiwa na wataalamu wengine wa usanifu na wafahamu zaidi wawili, akiwepo Rose na Queen. Naamini siku ya uzinduzi watakuwepo. Wameshiriki sana katika kubuni, kusaidiana na architect Lazaro jinsi gani jengo hili lifanane. Usanifu wa jengo hili kama mmefanikiwa kuona ni alama ya nyota, yani star. Ina mbawa 3. Bawa la kwanza ni mahakama kuu, bawa la pili mahakama ya rufani, bawa la 3 ni mahakama ya upeo au Supreme Court. Ile mahakama ya upeo kwenye katiba bado haipo, lakini kwa historia niliyoipata ni kwamba aliyekuwa mtendaji mkuu wa mahakama wakati huo, Mheshimiwa Balozi Hussein Athman Katanga, alielekeza Aquis Architect waweke na bawa hilo la mahakama upeo, ili siku ya miaka tusijua, bunge likija kuamua na serikali ikaridhia kwamba tuwe na mahakama ya upeo, jengo liwepo na samani ziwepo, furniture. Na ndicho kilichotokea, kwamba sasa jengo lipo, furniture zipo za kisasa. Ni maono ya kimkakati, strategic planning, kwamba unajenga kitu kwa ajili ya siku zijazo, sio kuwa mchoyo kwamba una binafsi kwamba ufanye tu ya sasa hivi. Sasa katika zile mbawa 3, kampuni hii au taasisi ya design Aquis Architect wakasema hizi mbawa 3 tutaziunganisha, alafu katikati tuwe na jengo la utawala. Na ndicho kilichofanyika. Kwa hiyo hakuna kilichopotea. Kwa hiyo badala ya kujenga jengo lingine katikati hapo, mnaona kuna dome kule juu, basi ni kuunganisha hizi mbawa 3 na jengo hili likapatikana. Gharama ya jengo hili ni bilioni 129.7. Narudia, bilioni 129.7. Gharama za ujenzi, maana yake materials, na gharama za kitaalam ni bilioni 110. Kodi ya ongezeko la thamani, yani VAT, ni bilioni 19.7. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba ni mradi pia ambao umechangia kwenye masuala ya kodi. Lakini jengo hili lina sakafu 9. Ina basement ambayo ni underground, ina ground floor, ina elevated floor na sakafu zingine 6. Kwa hiyo 6 jumlisha 3 unapata sakafu 9. Jengo hili lina sifa 3 za kipekee. Hizo ni za muhimu sana. Sifa ya pekee ya kwanza ni kwamba jengo hili, fedha zilizotumika kujenga ni fedha za walipa kodi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hakuna mkopo hata senti moja katika ujenzi, acha vifaa, ujenzi hakuna. Ni maana niseme haya, mkachanganya ule ujenzi wa IJCs, mkopo wa gharama nafuu kutoka Benki ya Dunia, na ujenzi wa jengo hili. Jengo hili sio sehemu ya ujenzi wa jengo hili, sio sehemu ya mkopo ule. Kwa hiyo ni fedha za ndani. Ni heshima kubwa sana kwa serikali kufanya jambo kama hili. Na ukizingatia mahakama nayo haijawahi kuwa na jengo lake la makao makuu toka nchi imepata uhuru, na hata kabla ya uhuru. Jengo tunalotumia sasa pale Dar es Salaam lililokuwa linatumika, ambalo lilianza kutumika mwaka 1902 kwa matumizi mengine, ndipo likaja kutumika kama makao makuu ya mahakama, haikuwa imejengwa kwa maana ya makao makuu ya mahakama. Hili ndilo jengo ambalo kwa kweli serikali itajivunia, na Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kweli atakuwa ameandika historia kubwa sana kufanikisha jambo hili kubwa na la msingi sana. Lakini sifa nyingine ya pili ni kwamba ina miundo mbinu ya kisasa sana ya TEHAMA. Kama mnavyofahamu,
mahakama tayari imeanza kutumia akili unde. Akili unde kwa lugha ya Kiingereza ni artificial intelligence. Wengine wanasema akili bandia, lakini niliwahi kumsikia pia Mheshimiwa Rais akisema akili bandia. Sasa hiyo inaonekana kama ni kitu fake. Kwa hiyo akili unde ndio Kiswahili sahihi. Na katika mifumo tulionayo tuna Judiciary Situation Room ambayo ipo basement pale, niliwaambia ni ya pili kwa ubora wa mitambo iliyopo duniani. Lakini vile vile jengo hili limeunganishwa na mifumo mingine mahakama zetu zote nchini. Tunaweza kuona nini kinatokea kwenye real time. Kwa hiyo ina miundombinu ya kisasa sana na mifumo mingine ya kiusalama na kadhalika. Na ubora wa ujenzi ni kwamba jengo limejengwa likae miaka 100. Lakini pia msahau jengo hili pia imewekewa provision sehemu ya helikopta kutua, inaitwa helipad kwa lugha ya kihandisi. Kwa hiyo kati ya jengo la Tume ya Utumishi wa Mahakama na jengo hili kuna base pale ambayo helikopta inaweza katua pale. Maana yake sasa tuna mobile courts, lakini huwezi kujua tuna ndoto kule mbele tuwe na flying courts, kwamba iwepo court ambayo inaweza ikaruka ikapaa na ikatua Sumbawanga, ikatua Nkasi, ikatua Kagera, majaji wakafanya shughuli pale na wakarudi hapa siku hiyo wakatua kwenye base na kazi ikaendelea. Hilo ndilo jengo la makao makuu ya mahakama ya Tanzania. Nashukuru kwamba hata waandishi wa habari mnashangaa, hiyo ni Tanzania, hiyo ndio Tanzania. Na ndio serikali ya awamu ya 6 imehakikisha hayo yanafanyika. Lakini umaarufu wake nimeona niweke wa mwisho kutokana na uzito wake. Nataka sasa niwape global ranking. Global ranking sasa ni ulinganishwaji wa kidunia. Jengo kwa maana ya inaitwa gross surface area. Ukichukua sakafu hizo ukazijumlisha zile 9 nilizowaambia, kila sakafu ni square meter 8,100. Lakini jengo hili ukijumlisha sakafu zake ni square meter 63,244. Andikeni vizuri. 63,244. Ukijumlisha zote unapata hiyo. Sasa ukichukua ile gross surface area, jengo la kwanza kwa maana ya makao makuu ya mahakama duniani liko bara la Asia. Lina square meter 1,000, square meter 147,000. Ndio la kwanza. Lakini la pili, la tatu, la 4, la 5 na la 6 yako bara la Ulaya. Sasa niko kwenye lile jengo la 6 kwa sasa kabla ya Jumamosi. Kabla ya uzinduzi wa jengo hili. Lipo Ulaya, lina gross floor surface area square meter 53,450. Square meter 53,450. Kwa sasa liko Ulaya. Maana yake nini? Niliwatanguzia kuambia gross surface area ya jengo letu ni square meter 63,244. Maana yake kuanzia Jumamosi mara rais atakapozindua jengo hili sasa ndilo litakuwa jengo la 6 kwa ukubwa kwa maana ya makao makuu ya mahakama duniani, na litakuwa la kwanza barani Afrika. Narudia, litakuwa la kwanza barani Afrika kwa ukubwa kwa maana ya makao makuu ya mahakama, na litakuwa la 6 kwa ukubwa kwa maana ya makao makuu ya mahakama duniani. Ni heshima kubwa kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kufanya hili liwezekane. Ni heshima kubwa pia kwa uongozi wa mahakama ambao kwa sasa unaongozwa na Mheshimiwa Profesa Ibrahim Hamis Juma kuona hili limetokea katika kipindi hiki. Eneo hili tunalokaa kwa maana ya kiwanja hiki ukubwa wake ni hekta 18.9. Ni takriban ekari 45.5. Na jengo peke yake niliyowaambia ni square meter 63,244 ni sawa na ekari 12
9 za shamba, yani floor hizo ukizisambaza ni ekari 13 almost. Kwa kweli ni eneo kubwa. Fence yake hii peke yake ni kilomita 2. Kwa hiyo hili ndio jengo la makao makuu ya mahakama. Karibuni sana waandishi wa habari, na niwashukuru sana kwa kuja katika mkutano huu. Miaka 4 ya Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan pia ndani ya mahakama, makubwa sana yaliyofanyika kwenye rasilimali watu. Kwa sasa idadi yetu tulionayo ya watumishi mpaka jana jioni saa 12 ni 5,916. 5,916. Bado tunashukuru serikali kwa sababu tunaendelea kupewa watumishi. Kwa hichi kipindi cha miaka 4 ambayo amekuwepo Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, watumishi wa ajira mpya ni zaidi ya 1,300 na bado zingine zinaendelea kupatikana. Sio haba, mabadiliko haya ni makubwa sana. Kwenye mahakama ya rufani alipoingia madarakani walikuwa kama 17 hivi, leo unazungumzia majaji wa mahakama ya rufani 39. Kwa hiyo mwendo ni mzuri sana. Kwenye rasilimali fedha ambayo ndiyo oxygen ya kuongoza na kufanya mabadiliko makubwa, kwa hakika mwendo nao ni mzuri. 2021 hivi bajeti yetu ilikuwa bilioni 160. Lakini kwa sasa bajeti tunayokwenda nayo ambayo tunategemea iwasilishwe bungeni kipindi cha bajeti cha mwaka huu kwa ajili ya 2025-26 ni bilioni 321. Maana yake kuna ongezeko la zaidi ya bilioni 80. Hilo ni ongezeko kubwa sana, na kati ya hiyo ndani ya other charges OC, matumizi mengineyo, tunaongezewa kutoka mwaka jana kuja mwaka huu wa fedha kwenda mwaka ujao zaidi ya bilioni 64 zitakuwa zimeongezeka. Hayo ni mambo makubwa yanayofanyika. Kwa mfano ni mradi wa ujenzi wa nyumba ya jaji mkuu, Chief Justice Palace, ambayo ni takriban bilioni 2 na milioni 18, na mradi unaendelea vizuri. Lakini pia kuna ukarabati ambao umefanyika katika mahakama kuu mbili, Tabora na Dodoma, bilioni 3.2. Lakini kama mnavyofahamu pia upo mradi sasa wa makao makuu ya tume ya utumishi wa mahakama, jengo ambalo liko pembeni tu pale, ambalo lina sakafu 6, lile nalo ni bilioni 14.3. Lakini bila kusahau kwamba upo mradi wa makazi ya waheshimiwa majaji, mradi wa nyumba 48 ambazo nazo pia zinazuiliwa. Mradi ule ni bilioni 42.3 na umeshakamilika tayari. Waheshimiwa majaji wengine wameshaanza kuishi pale. Lakini vile vile mkumbuke kuna huu mradi wa ile jengo tulilopa ambalo baadaye nitazungumza kwa kina kidogo. Wenyewe ni bilioni 129.7, bilioni 129.7. Wakati ule wa design kwa maana ya fedha za kigeni ni dola za Kimarekani milioni 60. Sasa ukiangalia kwenye mahakama kuu, mahakama ya rufani na kadhalika, yapo maboresho ambayo yamefanyika kwenye majenzi kwa maana hii miaka 4. Badala sasa ya kujenga mahakama ya mwanzo, mahakama ya wilaya, mahakama kuu na kadhalika, upo ubunifu ambao umekuja wa kitu kinaitwa IJC, Integrated Justice Center, kituo jumuishi cha kutoa haki. Dhana hii maana yake unakuwa na mahakama ya mwanzo pale pale, maana mahakama ina ngazi 5. Mahakama ya mwanzo pale pale, unakuwa na mahakama ya wilaya, unakuwa na mahakama ya hakimu mkazi, mahakama kuu na mahakama ya rufani katika jengo moja. Kwa hiyo unaweza kuona jinsi ambavyo kwa kweli ni jambo kubwa. Sasa wakati Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan anaingia madarakani, ipo miradi iliyokuwa inaendelea, iliyokuwa imeanza awamu ya 5 ya Mheshimiwa Dr. John Pombe Joseph Magufuli, lakini Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ndiye aliyezindua miradi hiyo ambayo ile IJC zimeshakamilika 6. 2 ziko mkoa wa Dar es Salaam pale Temeke na Kinondoni. Moja iko Morogoro, nyingine iko Mwanza, lakini nyingine ni hapa Dodoma pale
pale tu karibu na hazina, lakini nyingine iko Arusha. Ile miradi 6 iligharimu bilioni 51.45, bilioni 51.45. Na hizi AGC zinajengwa kwa mkopo nafuu kutoka Benki ya Dunia. Katika mradi ule wa bilioni 51.45, utaratibu wetu wa mahakama ni kwamba tukishakupa kazi ukajenga, hata jengo kama hili, kile kipindi cha DLP ni defect liability period, kikishapita huwa ni mwaka mmoja, tunarudia kupima, inaitwa remeasurement kihandisi. Tukipima tunasema hili jengo tulikubaliana ni bilioni 9.2 ndio gharama ya kujenga AGC Dodoma. Lakini sasa uhalisia wake kokoto uliotumia mchanga, maji na simenti ni bilioni 8.5. Zile zilizobaki rudisha. Kwa hiyo katika zile AGC 6 za kwanza tuliweza kuokoa bilioni 3.6 na zikarudi kufanya shughuli zingine. Na ndivyo ambavyo tunafanya katika miradi yetu yote mingine. Sasa baada ya Benki ya Dunia kuridhishwa sana na usimamizi wa mahakama na uwajibikaji wa serikali na nia ya serikali kukopa kwa gharama nafuu kwa ajili ya mahakama, Benki ya Dunia ilitupa kitu kinaitwa additional financing. Additional financing unaongezewa ule mkopo wa gharama nafuu, na ulitongezea dola za Kimarekani milioni 90. Ile ya kwanza ilikuwa milioni 65 mkopo, msichanganya na gharama za ujenzi wa jengo hili. Nazungumzia ile sasa ya mkopo wa Benki ya Dunia. Lakini awamu ya pili ni bilioni 90 sawa na milioni 90 sawa na hela za Tanzania bilioni 203. Katika hizi additional financing pia tukaona tujenge vituo vingine jumuishi 9 ili vifike 15. 8 vinajengwa Tanzania bara, lakini mkopo ule unalipwa na walipa kodi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo kituo kimoja kinajengwa Zanzibar. Sasa hivi 8 vinavyojengwa Tanzania bara vipo katika hatua mbalimbali, na tunategemea kabla ya Christmas mwaka huu vyote vitakuwa vimekamilika. Lindi, Songea, Njombe, Songwe, Katavi, Singida, Geita na Simiyu viko katika hali nzuri kabisa. Cha Geita nafikiri kufikia mwezi wa 6 kitaanza kufanya kazi. Ndio mbinu iliyotumika katika kipindi cha miaka 4 ya Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan ni bilioni 416.46 fedha za Kitanzania. Hilo nadhani ilikuwa ni jambo la msingi, na kipekee mfahamu pia kwamba kwenye miundombinu ya TEHAMA uwekezaji mkubwa sana umefanyika, na sasa mahakama ya Tanzania ni kinara katika matumizi ya TEHAMA katika taasisi za umma. Ukiacha TCRA ambayo ni mdhibiti, kwa maana ya taasisi tuko mbali, kwa maana ya mifumo ya ofisi mtandao e-office, mifumo mingine ya ndani ya kuendesha mashauri, kusajili mashauri, na naona msajili wa mahakama kuu yupo ndugu yangu Tengwa. Kwa hiyo sasa usajili wa mashauri ni kidijiti tu, hata kutumia simu yako ya tochi mtu anasajili mashauri. Lakini pia tuna situation room, judiciary situation room, ambayo ni ya pili kwa ubora duniani na ipo katika jengo hili. Leo hatutaonyesha, lakini siku ya uzinduzi mtaiona. Lakini ni kituo bora sana. Chenyewe unaweza kuona nini kinaendelea ndani ya mahakama, wanasema real time, kwa muda ule ule. Utaona hukumu inaendeshwa wapi, nini inafanyika wapi, majengo yanaendelea na vitu kama hivyo. Kwa ni kituo bora sana, na sisi TEHAMA inatusaidia sana. Tuna mifumo karibu 17 sasa, na yote imejengwa na wataalamu wetu wa ndani. Mkuu wetu wa idara ya TEHAMA ndugu yetu Enoch Kalege na timu yake wanafanya kazi kubwa sana, na sisi tuna washauri viongozi wengine wa taasisi nyingi za umma ni bora kutumia wataalamu wetu wa ndani, bora kuwasomesha, kuwapa ujuzi kuliko unaletewa mfumo source code naambiwa anayo mtu mwingine kule Ufaransa au Ujerumani. Hapana, nadhani tunapotumia wataalamu wetu wa ndani inasaidia sana. Ripoti kamili za Uhondo TV kutokea hapa Judiciary Square
Mimi ni Fadhili Komba wa Uhondo TV. Endelea kufuatilia vipindi mbalimbali ambavyo tunakusogezea karibu yako. Jukumu letu sisi ni moja tu, kukujuza kila kitu ambacho kinaendelea kutokea sehemu mbalimbali. Nyuma ya kamera ni Director Sonyo. Mimi ni Fadhili Komba.